Karibu sana mtazamaji wa Manyuzi TV kuendelea kupata habari za kimichezo kutoka hapa. Siku ya leo ya Januari 13, 2026, siku ya Jumanne, majira ya saa 8 mchana huko visiwani Zanzibar, mkoa wa Kusini Pemba, wilaya ya Chake Chake, kutakuwa na uzinduzi wa kiwanja kipya cha michezo, hasa hususan michezo ya mpira wa miguu kilichopo Gombani, kinachoitwa Gombani Stadium. Mgeni rasmi katika uzinduzi huo anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, ambapo pia Rais Mwinyi anatarajiwa kuwa mgeni rasmi pia katika mchezo wa fainali hii leo kati ya Young African Sports Club dhidi ya Azam Football Club katika ligi ya NMB Mapinduzi Cup majira ya saa 10 jioni, ambayo ligi hiyo inatarajiwa kuhitimishwa rasmi siku ya leo, ambayo imetimua vumbi kwa kipindi cha takriban mwezi mmoja tangu Disemba mwaka jana 2025 mpaka Januari ya 13 siku ya leo mwaka 2026. Mashindano hayo yakiwa na lengo la kukumbusha wananchi kuelekea siku ya sherehe za sikukuu ya Mapinduzi Januari 12, 2026 ambayo yamefanyika siku ya jana. Katika mchezo huo wa fainali siku ya leo, Rais Mwinyi ameweza kununua tiketi zote za mashabiki ambao watahudhuria kushuhudia mchezo huo wa Young African dhidi ya Azam Football Club, na mashabiki hao kuingia bure pasipo na kuchajiwa kiasi chochote. Mshindi wa mashindano hayo ya NMB Mapinduzi Cup siku ya leo, kama ni Young African Sports Club au Azam FC, anatarajiwa kuondoka na kitita cha shillings milioni 150, na mshindi wa pili ataondoka na kitita cha shillings milioni 100. Ni ongezeko la kiasi cha pesa katika mashindano hayo kwa washindi ukilinganisha na msimu wa mwaka jana 2025. Timu hizi zote mbili kwa sasa tayari zipo visiwani Zanzibar na tayari zimewasili katika visiwa vya Pemba ili kujiandaa na michezo yao ya fainali siku ya leo, na tayari zimewapokea wachezaji wake ambao walikuwa katika majukumu ya timu ya taifa kwenye mashindano ya AFCON, African Cup of Nations Morocco. Licha ya kuwa huenda baadhi ya wachezaji ambao wamerejea katika vikosi vyao, wengine huenda wakakosekana na wasionekane uwanjani kwa kile ambacho kinasemwa wamepewa muda wa kupumzika baada ya shughuli ndefu na nzito ya michuano ya AFCON. Miongoni mwa wachezaji hao ni pamoja na Djigui Diarra wa timu ya Young African na mchezaji kutokea timu ya Azam FC Faisal Salum. Timu gani ambayo itaandika historia nyingine katika kubeba ubingwa siku ya leo katika mashindano haya ya Mapinduzi Cup huko visiwani Zanzibar? Dakika 90 ndizo ambazo zitaamua nani atachukua kitita cha shillings milioni 150 na nani atachukua milioni 100 siku ya leo. Hii ni Manyuzi TV, endelea kufuatilia kwa kupata update za kimichezo kila wakati. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment na kuview kila video ambayo inatoka hapa. Tukutane tena hapo baadaye.